Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 3 ya mwezi wa 6 saa 12 asubuhi, kipindi kinachokujia kila siku kwa jina la Tupe Leo Riziki Yetu ya kila siku. Mimi ni Mwalimu Baraka Mpanaliba. Jana tulianza kuangalia chombo cha pili cha kukuletea mafanikio ya kiuchumi ambacho ni biashara ya fedha, uwekezaji katika masoko ya hisa na fedha. Na nilikupa sifa kubwa tatu za chombo hiki. Nikikwambia kwamba hiki ni chombo ambacho unaweza kutumia bila kuacha chombo chako cha msingi unachofanya. Kama ni ajira, bila kuacha ajira yako. Kama ni biashara, bila kuacha biashara yako. Na kikakusaidia kukuza kipato kutokana na pato lako la msingi. Lakini sifa ya pili ambayo nilikupatia kwamba ni chombo kizuri zaidi kuliko kile cha ajira. Kitakupa kuongezeka zaidi kuliko kutegemea ajira peke yake. Na sifa ya tatu nilikwambia ni chombo ambacho kina hatari ndogo ya kupoteza au hakina kabisa hatari hiyo ya kupoteza. Una chombo ambacho una uhakika unaweza kuweka fedha yako, faida unayotegemea ukaipata pasipo kupata hasara kwa kiasi kikubwa. Na nilisema ni chombo ambacho kinaweza kika-leverage, kinaweza kikakuza ule mgawanyo wako wa kipato. 20% ya uwekezaji ambao unaitoa kwenye pato lako la msingi, ajira au biashara, unaweza kuitumia hapa kwenye chombo hiki cha pili. Lakini pia akiba ambao unaweka 20% unaweza kutumia hapa kwenye chombo hiki cha pili. Jambo la pili nataka nikuletee leo ambalo tunataka tujifunze kwenye chombo hiki cha pili ni mwingine anaweza kujiuliza, je, biashara ya fedha imetambulika kwenye Biblia? Anajiuliza swali ya kwamba je, hii biashara ya fedha iko kwenye Biblia? Na mimi leo nataka nikupe maandiko kadhaa ambayo yanatuonyesha kwamba biashara ya fedha ni moja ya biashara ambayo imetambulika kwenye Biblia. Kisoma Injili ya Luka sura ya 19, Injili ya Luka ile sura ya 19, mstari wa 23 ni mstari ambao unautafuta, lakini unaweza kaanza nyuma kidogo. Injili ya Luka sura ile ya 19 mstari wa 23, mstari ambao unautafuta. Ukianzia nyuma utagundua ni mfano wa watu au tajiri aliyekuwa na mafungu 10 ya fedha akawagawia watumwa wake. Mstari wa 11 anasema waliposikia hayo waliongeza kusema mfano kwa sababu walikuwa karibu na Yerusalemu na wao walidhani ya kuwa ufalme wa Mungu utaonekana mara. Kwa hiyo akasema basi mtu mmoja kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali ili ajipatie ufalme na kurudi. Akawaita watu 10 katika watumwa wake, akawapa mafungu 10 ya fedha, akawaambia fanyeni biashara hata nitakapokuja. Watu 10 akawapa mafungu 10 ya fedha, akawaambia fanyeni biashara hata nitakapokuja. Kumbuka hao walikuwa ni wafanyakazi wake, ni wafanyakazi wa huyu kabaila. Na huyu kabaila alipotaka kusafiri aliwapa fedha wafanyakazi, akawaambia fanyeni biashara. Waajiriwa aliwaambia fanyeni biashara. Kwa hiyo msisitizo wa kuongezeka ni kufanya biashara. Lakini watu wa mji wake walimchukia, wakatuma wajumbe kumfuata na kusema hatutaki mtu huyu atutawale. Unaweza kuendelea kusoma ile habari. Wa kwanza akaleta mrejesho, wa pili, wa tatu mpaka ule wa mwisho ukisoma mistari ile ambayo inaendelea. Lakini mstari wa 20 wanasema akaja mwingine akasema, Bwana, hili ndilo fungu lako ambalo niliweka akiba katika leso. Kwa hiyo mtu mmoja katika wale 10 aliopewa mafungu ya fedha anasema alichukua ile fedha akaenda kaiweka akiba katika leso. Alifunga kaiweka ndani akiba. Agizo lilikuwa wafanye nayo biashara. Huyu hakufanya nayo biashara, akaenda kaiweka katika leso. Kwa maana nalikuogopa kwa kuwa mtu mgumu, waondoa usichoweka, wavuna usichopanda. Mstari wa 22 akamwambia nitakuhukumu kwa kinywa chako, mtumwa mwovu wewe. Ulinijua kuwa ni mtu mgumu, niondoaye nisichoweka na kuvuna nisichopanda. Hii mistari na vitu vingine vingi ambavyo vimefungwa, sio kusudio langu kuieleza leo, lakini nataka uone jambo ambalo linafuata. Basi angalia mstari wa 23, anamjibu huyu mtu, anamwambia basi mbona hukuiweka fedha yangu kwa watoao riba, ili nijapo niipate, angalia, pamoja na faida yake. Nataka uone jambo ya kwamba watu waliagizwa wafanye biashara. Wengine wote walifanya biashara. Mtu mmoja hakufanya biashara, akaificha ile fedha kwa kumuogopa bwana wake. Lakini huyu bwana wake anamwambia, mbona, hekima anayompa, mbona hukuiweka fedha yangu kwa watoao riba, ili nijapo niipate pamoja na faida yake.
maana yake anakuwa anamwambia kuna biashara ambayo kama vile ni ndogo sana, lakini nayo inaleta faida, ambayo ni biashara ya kuweka fedha kwa watoao riba. Kama umeogopa kufanya biashara nyingine zozote, hii inaweza kuwa biashara ambayo huhitaji kuiogopa. Ndio tafsiri nyingine ambayo maandiko inatupa. Kumbuka zile sifa kubwa tatu ambazo nilikwambia, kwamba biashara hii ni biashara ambayo uwezekano wa kupoteza ni mdogo sana au haupo kabisa, ina riski ndogo, ina hatari ndogo ya kupoteza, lakini pia ni biashara ambayo unaweza kaifanya ukiwa na kazi yako ya msingi. Wote hao walikuwa ni waajiriwa. Huyu aliogopa kwenda kwenye biashara full, lakini bwana wake anamsemesha ungeweza kufanya biashara ndogo kabisa ambayo isingeathiri biashara zako nyingine, ambayo ni kuweka fedha yako kwa watoao riba. Lakini kama wasiwasi wako ulikuwa ni kupoteza fedha yangu, kufunga kwenye leso ni kuifanya fedha isizae, ungeweza kuiweka kwenye biashara ambayo ni nzuri kuliko ajira, ni nzuri kuliko kutokufanya biashara, ni biashara ya kuweka hiyo fedha kwa watoao riba. Na anasema ungeweka, ningeipata iliyo yangu na faida yake. Kwa hiyo isem a bit moderate good business to do. Ni biashara nzuri kidogo kufanya kuliko ile ajira, nzuri kidogo kufanya kuliko yule ambaye anaogopa kwenda kwenye biashara moja kwa moja kwa kuogopa kupata hasara. Kwa hiyo hakikisha kipato chako, kama nilivyosema pia jana, usiweke tu kama ni akiba imekaa sehemu. Hakikisha hicho kipato chako unakizalisha zaidi, usikifunge kwenye leso. Ukiweka tu kama akiba imekaa sehemu ni sawa na kukifungia kwenye leso na haikufaidi. Hakikisha unaitafutia biashara ya fedha. Na moja ya hii biashara anasema weke kwa watoao riba. Iweke kwa watoao riba. Nitakwambia nafikiri kesho kutwa tofauti iliyopo kidogo ya hizi biashara kwenye soko la fedha. Kuna biashara kama za aina mbili tofauti. Kuna biashara ambayo unapata gawio na kuna biashara ambayo unapata riba kama hii ambayo tumeona, na ni vitu viwili tofauti kidogo. Kesho au kesho kutwa labda nitakusemesha zaidi. Nilichotaka ukione leo ni kwamba biashara ya fedha inatambulika kwenye Biblia, na hii ni biashara ya watoao riba, maana yake ni biashara ya wakopeshaji. Kuna watu ambao wanachukua fedha, wanakusanya, alafu wanakopesha. Principally ndio biashara benki inafanya. Benki wanakusanya fedha kwa watu ambao wana fedha, hawajui wapi pa kuipeleka, na wao wanajua wapi pa kuipeleka. Kwa hiyo biashara ya benki hasa ya mikopo ni ya kuunganisha watu wawili. Mmoja ana fedha, hajui jinsi ya kuitumia au aipeleke wapi, au anajua lakini anaogopa, na wao wanajua kuna watu ambao wanahitaji fedha, hawajui wapi pa kupata. Benki inawaunganisha. Kwa hiyo unapoweka fedha yako benki, ni kama unasema mimi sitaki hatari za kukopesha watu nikapoteza fedha yangu, nataka iwe salama, unaiweka benki. Na kuna watu wanasema sisi tuna biashara, mtaji wetu hautoshi, tuko tayari kutake risk, tuko tayari kujihatarisha kuchukua fedha ya watu tukaifanyie biashara, alafu tuwarudishie iliyo yao na faida. Ndio kitu huyu bwana alikuwa anasema. Kwa hiyo hawa wanakwenda benki kuomba mkopo, wanachukua fedha ambayo wewe umeweka, hauko tayari kuitumia, wao wako tayari kuitumia, wanachukua, wanaenda wanaitumia, wanachajiwa fedha ya kuitumia fedha yako, ndio tunaita riba. Wanarudisha pale kwenye kapu la benki, alafu labda benki wanakupa faida kidogo kama umeweka kwenye akaunti ambayo ni ya kupata faida, au kama ni akaunti ya kawaida ya kusave fedha yako haupati faida yoyote, lakini benki watakuwa wameitumia. Kwa hiyo usifunge fedha yako kwenye leso mwaka huu. Tafuta sehemu ambayo fedha yako itakuzalia, uweke hapo. Kama hutaki kukopesha mwenyewe, tafuta watu wakopeshao. Benki kwa mfano ni mojawapo, weka kwenye akaunti ambayo zipo, sio ya kuchukua hela yako labda kwa mwaka, zinaitwa fixed deposit account, na baada ya mwaka watakurudishia iliyo yako na faida. Tukutane kesho muda kama huu kwenye kipindi hiki cha Utupe Riziki Yetu ya Kila Siku. Mungu akubariki, uwe na siku njema. Amen.